Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumatatu. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ile ya 14 aya ya 5 hadi ya 18. Ni habari za Paulo mtume na Barnaba ambao wanakwenda kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu eneo linaloitwa Likonia, na baadaye wakiwa huko, Paulo alipokuwa anahubiri neno la Mwenyezi Mungu katika lile kundi la watu ambao walikuwa wakimsikiliza, kijana mmoja ambaye alikuwa ni dhaifu katika miguu yake, yaani amekuwa kiwete tokea tumboni mwa mama yake, alipomsikia Paulo akihubiri habari za Bwana wetu Yesu Kristo aliyekuwa ni mponyaji mtenda miujiza aliyewapokea watu wote katika udhaifu wao, kijana huyu alipata imani kwamba vile Yesu alivyotenda kipindi kile, vile vile pia aweza kutenda ndani mwangu katika udhaifu wangu huu. Na baadaye pia akiwa na imani hiyo katika mahubiri ya ambayo Paulo alikuwa anayatoa, Paulo akaona lile ambalo huyu kijana alikuwa analiamini, yaani akamkazia macho, na neno la Mwenyezi Mungu linasema kwamba Paulo akamkazia macho na kuona kuwa ana imani ya kuponywa. Paulo alikuwa ana jicho la utambuzi. Roho Mtakatifu alimwonyesha juu ya kile. Twajifunza kitu hapa. Kijana ni dhaifu, kiwete, ameliamini neno la Mwenyezi Mungu kutoka ndani mwake, kutoka katika mahubiri ya Paulo, kwamba Yesu Kristo unaweza. Na ghafla Paulo anaiona ile imani. Unaweza ukawa katika kipindi cha udhaifu mkubwa, unatembea na kitu ambacho umekirithi tokea tumboni mwa mama yako kwa muda mrefu, na mara kwa mara unakwenda katika nyumba za ibada, mahubiri yanatolewa, anasimama kiongozi wa ibada, anatoa neno, na lile neno likaingia katika masikio yako, likatokea upande wa pili, ukashindwa kuweza kuwa na imani ya kuponywa kupitia lile neno linalotolewa. Neno la Mungu linaumba. Neno la Mungu likiumba, maana yake linaenda kutenda kitu. Kijana huyu aliliamini neno ambalo Paulo alikuwa analihubiri juu ya habari ya Bwana Yesu Kristo, na baadaye akapata uponyaji kwa ajili ya imani yake. Mwamini Mungu katika udhaifu unaopitia, juu ya kila neno la Mwenyezi Mungu unalopewa. Kila siku unasoma neno la Mwenyezi Mungu, linakuja katika maisha yako. Liamini neno la Mwenyezi Mungu katika udhaifu wako, na wewe utatendewa kama alivyotendewa huyu kijana. Basi Paulo anamwambia, simama kwa miguu yako sawa sawa. Kijana akasimama upesi, akaenda kwa imani ile. Baada ya tendo hilo la Paulo kuweza kumponya huyu kijana, ndipo basi wale watu wote waliokuwa katika hilo eneo wakaona kitendo cha uponyaji kilichofanyika, wakashituka sana, wakasema miungu imetujia. Wale watu wa Listra ambao walikuwa wanaishi katika hilo eneo walikuwa wanaamini juu ya miungu, waliamini juu ya miungu Zeu na Mungu aliyekuwa anaitwa Herme, kama vile walivyomuita Barnaba kwamba ni Zeu, na baadaye pia wakamwita Paulo Herme. Herme alikuwa ni Mungu, ilikuwa ni miungu ambayo ilikuwa inaongea, na walikuwa wanaamini kwamba miungu hiyo Herme na Zeu ilikuwa inakuja kuwatembelea katika lile eneo la Listra kupitia watu. Katika nyakati za nyuma, miaka iliyokuwa imepita kabla Paulo na Barnaba hawajaenda, wale watu wa Listra walishindwa kuweza kuipokea ile miungu Herme na Zeu ilipokuwa inakuja katika ile eneo kupitia watu waliokuwa wamekufa, na waliamini kwamba waliokuwa wanapaswa kuweza kuipokea ile miungu walikuwa ni watu waliofunga ndoa ambao ni wazee. Ni kama kipindi hiki ilivyo, wanaamini watu kwamba
wanaopaswa kuweza kusali kanisani ni wazee waliofunga ndoa kwa sababu wanakaribia kufa. Lakini vijana hawataki kuweza kupokea neno na ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Hawataki kuweza kupokea Mwenyezi Mungu. Hasa hii miungu Herme na Zeu ilipoona kwamba watu hawa wa Listra wameshindwa kuweza kuwapokea, iliwaangamiza, iliwaletea mabalaa sana. Sasa walipoona Paulo na Barnaba wametenda hii miujiza kwa huyu kijana aliyekuwa ni kiwete, wakakumbuka, wakasema ile miungu Herme na Zeu imetujia kupitia watu hawa. Ndipo wakatoka wakaanza kuandaa sadaka waje waitolee kuweza kusujudia, na wakaenda hadi kumleta kuhani wao na ng'ombe aweze kuweza kuchinja mbele yao. Paulo na Barnaba wakararua mavazi yao, wakasema, hapana ndugu zetu, sisi ni binadamu kama ninyi, sisi sio miungu. Walikumbuka ile amri ya Mwenyezi Mungu ambayo imeandikwa, amri ya kwanza, usiabudu miungu wengine. Hawakutaka kujifanya wao ni Mungu. Wakasema, hapana, sikilizeni, Mwenyezi Mungu yupo ambaye ameumba mbingu na dunia. Yaani yeye Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo, ambaye zamani yeye Mwenyezi Mungu alijifunua kwa taifa la Israeli, na sasa hivi anajifunua kupitia ninyi watu wa mataifa, kupitia Bwana wetu Yesu Kristo kwa kifo chake cha pale msalabani. Yeye basi ndiye anayepaswa kuweza kuabudiwa na sio sisi. Na ndio maana basi furaha yake ninyi mweze kumwendea. Tunalojifunza hapa, mpendwa mtazamaji, ni hili: Paulo na Barnaba walivyoinuliwa na hao watu wa Listra kwamba wao ni miungu, ingekuwa ndio nyakati za kipindi kama hiki, kuna watu wangesema, chinjeni tena, msichinje ng'ombe mmoja, ongezeni waweze kuwa ng'ombe 10, ambapo watu wahudumu wa neno la Mwenyezi Mungu wamejitwalia utukufu, wamekuwa ni miungu ya kuweza kuabudiwa. Ndio maana wanatembea juu ya migongo ya watu, ndio maana wanatembea juu ya magari ya kifahari. Hawajawa wanyenyekevu, wamekuwa ni miungu watu, wamekuwa si watumishi. Neno hili limeandikwa kwetu kuweza kutuonya wote ambao wanatembea katika nyakati hizi kwamba usikubali kuabudiwa, usikubali kuweza kuinuliwa. Paulo na Barnaba walikataa, wakararua mavazi yao. Ukiona tu unabandikwa mitaani huko, majina yako yanabandikwa huko, utambue tayari umewafanya watu wakuone kwamba wewe ni miungu, wakati yuko Mungu peke yake. Na kwa mtindo kama huu sasa, watu hawamjui Mungu wa kweli, hawamjui Yesu Kristo Bwana wetu, hawaijui damu ya thamani ya Bwana wetu Yesu Kristo, hawaijui nguvu ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo, bali majina ya baadhi ya watu ambao wanajiita kama ni watumishi wa Mwenyezi Mungu ndio yametapakaa huko. Na mbaya zaidi, unamsikia mtu anajitaja jina kwamba mimi ni wa fulani. Usisahau, huyo fulani mwanadamu hakumwaga damu yake pale msalabani kwa ajili yako. Mwache Mungu abakie ni Mungu, atukuzwe. Usimwabudu mwanadamu, usimuinue. Paulo na Barnaba walikataa. Ukiona umeinuliwa, kataa, larua mavazi yako, jifiche, kwa sababu thawabu yako umeshaipata hapa duniani. Huwezi ukaiona mbingu kupitia hicho. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.